Mambo vipi? Leo sasa tunazungumzia vile vitu ambavyo kila mtu anavyo vya staili yake. Je, unavijua ni vitu gani? Jamani, hizi ni dalili za mama mjamzito. Yaani mtu akiwa mjamzito anakuwa na dalili gani? Kila mama au tuseme kila mwanamke, kila dada ana dalili zake, lakini dalili nyingi zinafanana, lakini nyingine utofauti wake unakuja baadaye. Kwa mfano, kwa kina mama wengi dalili zao ni kutapika. Hiyo ni dalili kubwa sana ambayo watu wengi huwa wanasikia, ni kutapika, kuhisi kichefuchefu, lakini pia kutapika. Wengine wanaweza kahisi kama vile amechoka. Hizi zinatokana na kwamba mtu anakuwa sio mazoea yake kukaa katika hali ya kuhisi ya kwamba anajisikia kichefuchefu na vitu kama hivyo. Unaweza kukuta kama amenyongea kidogo, anatia huruma, lakini ni kwa sababu ya kwamba kile kitu ni hali mpya ambayo yeye hajaizoea. Lakini dalili hiyo ni dalili kubwa sana kwa wakina mama ambao ni wajawazito. Lakini kuna swala pia, mama wengine wanachagua vyakula. Inawezekana siku zote alikuwa anapenda kula labda ugali na mlenda, chips, mayai na kuku, lakini baada ya kubeba ujauzito hivyo vyote vikaondoka. Akawa anapenda labda tolee mfano kula samaki. Hizo zote ni dalili. Lakini pia wengine huwa hawapendi harufu, yaani harufu ya aina yoyote kwake ni tatizo. Ukikutana naye hivi labda umepulizia perfume ni shida. Umepika kwa mfano dagaa, vile linavyonukia mwanzoni, wengine anakwambia linanukia vizuri, lakini kwake inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo hivyo ni kati ya dalili ambazo mama mjamzito anaweza akazihisi. Lakini wengine mwanzoni kabisa anaweza akahisi jasho fulani hivi, yani kali, yani ghafla akahisi yani mpaka yani maji kama hivi yanamtoka. Ni dalili ambazo wakina mama wengine huwa wanazipata. Wengine anaweza akajisikia baridi, yani anapata kama homa fulani hivi, anahisi baridi, anahisi sana baridi na vitu kama hivyo, kumbe anakuwa tayari ameshakamata ujauzito. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo mama mjamzito anazipata. Lakini pia kuna wengine, kwa mfano akifika miezi 3, 4 huwa dalili hizi zinapungua. Kwa mfano ya kusikia kichefuchefu inaweza ikapungua, kutapika inaweza ikapungua. Lakini kuna wengine wanaweza wakaenda na dalili hizi mpaka anapojifungua. Lakini dalili nyingine ni kutema mate. Wengine mimba zikiwa bado ni ndogo sana, miezi 2, 3, wanatema sana mate. Kufika miezi 3, 4 wengine hali hiyo inakata. Lakini wapo ambao wanaenda mpaka siku atakapojifungua ndipo ile hali ya kutema mate inatoka. Hazifanani kwa kila mama. Kwa hata kama ukiwa wewe usije ukashtuka kuona kama mbona nimeshawahi kumuona fulani ametema mate, ulipofika muda fulani ikakata, mimi mbona haikati. Kila mama na staili yake. Sasa mimi nataka unisaidie wewe, je, ukiwa mjamzito ni dalili ipi ambao uliipata tofauti na hizi ambazo mimi nimezitaja? Karibu sana.